Mungu awabariki sana kwa hilo. Lakini tutajitahidi, pengine tutabadili utaratibu kidogo wa namna ya kuwapata wale watu ambao tunawajengea nyumba, ili jamii iwe imeshiriki. Maana sisi tunafanya mambo mengi ambayo huko kwenye jamii tunawaona watu, lakini wakati mwingine pengine kwa sababu hatuishi kwenye huo mtaa tunaweza kuwa hatujaona sawa sawa, lakini wale watu wenye mtaa husika wanaweza kuwa wameona sawa sawa kuliko sisi, kwamba nani anastahili zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo tutabadili utaratibu wa namna ya kuwapata hawa watu wanaojengewa nyumba, kwa sababu si kila nyumba ambayo tunajenga kwamba watu wanakuwa wameunguliwa kama hawa, hapana. Zingine hizi zilizotajwa hapa sio kwamba watu walipata athari za moto, ni kwamba tu kwenye huo mtaa hawa vijana wanakuwa wamepita na ile bendera ya upendo, halafu wakifika huko wanakutana sasa kati hao wanaowasaidia, labda wakipeleka chakula ama mahitaji mengine, wanasema tumepita nyumba fulani, labda ina watoto 5, halafu mama labda yuko peke yake au baba yuko peke yake. Basi tunaona katika wahitaji hawa, hii nyumba ina familia watoto wengi, basi ina uhitaji zaidi. Lakini huenda kwenye huo mtaa yupo mwingine ambaye ameachwa, ambaye ndo tungeanza naye huyo. Tunatamani tuwafikie wengi, lakini lazima tuanzie kwenye yule ambaye ni muhitaji zaidi. Kwa hivyo utaratibu wa sasa utakuwa kwamba mtaa wenyewe watu wanaamua nani tuanze naye. Kwa hiyo shughuli itakuwa sasa kwenye mtaa. Ikifika tu zamu ya kata fulani ambayo inafuata, basi kwenye hiyo kata tunakubaliana mtaa gani. Tukisha kubaliana mtaa, wale wanamtaa watakubaliana pale na mabalozi. Wananchi wote wataambiwa leo kuna mkutano wa nini? Wa mtaa, ili wanamtaa waseme wao nani akumbukwe kwanza. Alafu tukimaliza kiroho safi, si ndio jamani? Kwa sababu wote kwenye mtaa tunakuwa tumekubaliana.